Karibu msikilizaji kwenye taarifa za Kivu News Info. Katika toleo la leo tarehe 31 Julai, tutaanza na taarifa kutoka wilaya ya Kalehe ambako mvua kubwa imeweza kuharibisha mashamba, nyumba na miundombinu muhimu katika eneo hilo. Baadaye tutaelekea mkoani Maniema katika mji wa Kindu ambako ongezeko la matukio ya wizi wa kutumia nguvu liliendelea kuzua hofu miongoni mwa wakaaji. Kisha tutakuletea taarifa kuhusu maendeleo ya mpango wa MONUSCO wa kuvua silaha wale ambao walikuwa ni vikosi vya FDLR na kuwasaidia kurejea katika maisha ya kirahia na ya kawaida. Hivyo tutaweza malizia habari zetu tukiwa ndani ya ikulu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya ofisa ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, ambako mabadiliko yalifanyika ndani ya mfumo wa mahakama. Ni kusema Felix Antoine Tshisekedi ameweza kuwaweka maafisa wapya katika ikulu hiyo, na hali hiyo iliweza kuvuma na kusambazwa kwenye mitandao, na tutajua sababu kuu za mabadiliko hayo. Wimbi la matukio ya wizi wa kutumia nguvu linaendelea kuwatia hofu wakaaji wa mji wa Kindu ndani ya mkoa wa Maniema. Tukio jipya la uvamizi wa nyumba limeripotiwa katika eneo la Block RVA ambako watu wanadai kuwa majambazi waliingia usiku na kuiba fedha pamoja na mali nyingine za thamani. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na serikali la kutetea haki za kibinadamu la BIDH, wajambazi hao walivamia makaazi ya raia mmoja na kutoweka na fedha zinazokadiriwa kufika zaidi ya faranga za Kongo milioni 1.3. Mbali na fedha hizo, waliiba pia kompyuta ya aina ya HP na vifaa vingine vya thamani kabla ya kutoroka kusikojulikana. Tukio hilo limeongeza hofu miongoni mwa wakaaji wa Kindu ambao wamesema matukio ya aina hayo yanamekuwa yakiongezeka katika miezi ya hivi karibuni. Wananchi wengi wameendelea kuwa wameeleza kuwa hawajisikii tena salama tena ndani ya nyumba zao, hasa nyakati za usiku. Akizungumzia tukio hilo, wakilishi wa BIDH wamezitaka huduma za ulinzi na usalama kuharakisha uchunguzi ili kuwabaini na kuwakamata waliohusika na uvamizi huo. Amesema hatua hiyo ni muhimu ili kurejesha imani ya wananchi na kuzuia matukio mengine ya uhalifu. Wakati huo amewataka wakaaji wa eneo la Block RVA kushirikiana kwa karibu na vyombo vya usalama kutoa taarifa mapema kuhusu watu wa mienendo yoyote inayotiliwa shaka. Kwa mujibu wake, ushirikiano kati ya wananchi na vyombo vya dola unaweza kusaidia kuzuia vitendo vya uhalifu kabla havijaweza kutokea. Wakazi wa Kindu wanaendelea kuitaka serikali kuimarisha doria za polisi na kuongeza idadi ya askari katika maeneo yanayoripotiwa kuwa na matukio mengi ya uhalifu. Wanasema hatua hizo zinaweza kusaidia kulinda maisha na mali za wananchi. Kwa muda sasa, mji wa Kindu umekuwa ukikabiliwa na ongezeko la matukio ya uvamizi wa nyumba na wizi wa kutumia nguvu. Mara kadhaa wananchi wamekuwa wakilalamika kupoteza fedha, vifaa vya kielektroniki na mali nyingine muhimu kutokana na matukio hayo. Kutokana na hali hiyo, wananchi wanaendelea kusisitiza umuhimu wa kuimarishwa kwa mfumo wa ulinzi wa usalama katika vitongoji mbalimbali vya mji huo wa Kindu. Wanaamini kuwa uchunguzi wa kina
kukamatwa kwa wahusika na ushirikiano mzuri kati ya wananchi na vyombo vya usalama ni hatua muhimu zitakazosaidia kupunguza vitendo vya uhalifu na kurekebisha na kurejesha utulivu katika eneo hilo la Kindu. Hiyo ilikuwa ni habari kutokea hapo Kindu ndani ya Maniema, ambako wizi unazidi kuripotiwa siku nyingi. Acha basi tuendelee na habari nyingine. Mvua kubwa iliyoonyesha katika sehemu ya wilaya ya Kalehe mkoani Kivu Kusini imesababisha madhara makubwa kwa wananchi, huku mashamba, nyumba na miundombinu mbalimbali vikiharibiwa. Hali hiyo imezua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa chakula, kwani familia nyingi zimetegemea kilimo kama chanzo kikuu cha maisha yao. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, mazao mengi yameharibiwa na maji pamoja na maporomoko ya ardhi yaliyotokana na mvua hiyo. Wakulima wanasema wamepoteza sehemu kubwa ya mavuno ambayo walikuwa wakitegemea kwa chakula na kipato. Kutokana na hali hiyo, familia nyingi zinaweza kukabiliwa na uhaba wa chakula katika miezi inayokuja ikiwa hazitapatiwa msaada wa haraka. Mbali na uharibifu wa mashamba, baadhi ya nyumba zimeathiriwa na wengine wamelazimika kuyahama makazi yao kwa hofu ya kuendelea kwa mvua hiyo. Barabara na njia zinazounganisha vijiji mbalimbali pia zimeharibiwa, jambo linalofanya usafiri wa watu pamoja na bidhaa zao kuwa mgumu. Hata hivyo, hii inaweza kuchelewesha kufikishwa kwa misaada kwa wananchi hao, na uhitaji wao unaweza kucheleweshwa kwa kuwa barabara na miundombinu ambayo inaunganisha vijiji hivyo na maeneo mengine yameweza kuharibiwa. Wananchi walioathirika wanasema tayari walikuwa wanapitia kipindi kigumu kutokana na changamoto za kiuchumi na za kibinadamu zinazodumu kwa miezi kadhaa. Wanaeleza kuwa maafa hayo yameongeza mateso yao, kwani wengi wamepoteza mali, chakula na vyanzo vyao vya mapato. Kutokana na hali hiyo, wakaaji wa eneo hilo wanaziomba mamlaka za serikali, mashirika ya kibinadamu na wadau wengine kuingilia kati haraka tukio hilo ili waweze kupata misaada. Wanahitaji msaada wa chakula kwa familia zilizoathiriwa, huduma za matibabu kwa waliojeruhiwa, vifaa vya makazi kwa waliopoteza nyumba zao, pamoja na ukarabati wa barabara na madaraja yaliyoharibiwa ili kurahisisha usafiri na usambazaji wa misaada. Wataalamu wanaonya kuwa endapo hatua za haraka hazitachukuliwa, hatari za maafa hayo zinaweza kuendelea kwa muda mrefu. Upungufu wa chakula unaweza kuongezeka, huku maisha ya watoto, wazee na watu wengine walio katika mazingira magumu yakiendelea kuwa hatarini. Eneo la Kalehe limekuwa likikumbwa kwa mara na mvua kubwa zinazosababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi. Katika miaka ya hivi karibuni, majanga kama hayo yamesababisha vifo vya watu, uharibifu wa nyumba, shule, vituo vya afya na mashamba, hasa katika maeneo ya Bushushu na eneo ya Nyabukubi. Hali hiyo inaonyesha umuhimu wa kuimarisha hatua za kuzuia madhara ya majanga ya asili pamoja na kuongeza uwezo wa jamii wa kukabiliana na mabadiliko ya tabiachi. Kwa sasa wakaaji wanaendelea kusubiri msaada wa haraka ili kurejesha maisha yao katika hali ya kawaida. Wengine wanaamini kuwa ushirikiano kati ya serikali, mashirika ya misaada na wadau wa maendeleo utasaidia kupunguza mateso yanayowakabili na kuwapatia matumaini ya kuanza upya baada ya janga hilo.
Hiyo pia ilikuwa ni habari ambayo ilikuwa inatokea huko Kalehe, huko Bushushu, kwa kuwa mvua kubwa iliweza kunyesha maeneo hayo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefafanua kuhusu mabadiliko yaliyofanywa ndani ya mfumo wa mahakama, ikisema kuwa hatua hizo ni sehemu ya utaratibu wa kawaida wa kuendesha taasisi za sheria nchini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ikulu ya Rais Felix Antoine Tshisekedi, baadhi ya taarifa zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu nafasi ya mwanasheria mkuu katika mahakama ya Cassation Ferme Muvonde si habari za ukweli. Ikulu inasema kuwa Muvonde hakuathiriwa na maagizo ya rais yaliyotangazwa hivi karibuni, bado anaendelea na majukumu yake. Taarifa hiyo imetolewa baada ya kuibuka kwa uvumi uliosababisha sintofahamu miongoni mwa wananchi kuhusu mabadiliko ya baadhi ya majaji na wanaendesha mashtaka nchini. Ikulu imeeleza kuwa uteuzi, uhamisho na badiliko ya majaji hufanyika kwa kufuata masharti ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa sheria hiyo, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiye mwenye mamlaka ya kuwateua majaji baada ya kupendekezwa na Baraza Kuu la Mahakama linalojulikana baraza hilo la mahakama linajulikana kama Conseil Supérieur de la Magistrature. Wakati huo imefafanuliwa kuwa maagizo hayo yanalenga kuhakikisha mfumo wa mahakama unaendelea kufanya kazi vizuri. Mabadiliko hayo yanahusisha kujaza nafasi zinazoachwa wazi kutokana na kustaafu kwa baadhi ya majaji, kuwahamisha wengine katika vituo vipya vya kazi, pamoja na kutekeleza hatua za kibinadamu na za kinizamu pale inapohitajika kwa mujibu wa sheria hizo. Wataalamu wa sheria wanaeleza kuwa mabadiliko ya aina hiyo ni jambo la kawaida katika utendaji wa taasisi za mahakama na yana lengo la kuimarisha huduma za haki kwa wananchi. Hata hivyo, wanasisitiza umuhimu wa kutoa taarifa sahihi kwa umma ili kuepuka kusambaa kwa uvumi unaoweza kuleta mgawanyiko. Kwa upande wao, wananchi wengi wamekuwa wakitaka taasisi husika ziendelee kutoa mawasiliano ya wazi kila mara wanapofanya mabadiliko makubwa katika sekta ya sheria, ili kuimarisha uelewa wa umma na kuondoa taarifa zisizo sahihi zinazoweza kusambaa kupitia mitandao ya kijamii. Serikali inaendelea kusisitiza kuwa mageuzi ndani ya mfumo wa mahakama yatafanyika kwa kuzingatia katiba na sheria za nchi kwa lengo la kuimarisha utendaji wa haki na kuhakikisha taasisi za kisheria zinaendelea kutekeleza wajibu wake kwa ufanisi. Hizo ni habari ambazo zilitayarishwa kwa ajili yako asubuhi ya siku ya leo, tukiwa tarehe 31 Julai. Ujumbe wa mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO umeeleza kuwa unaendelea kushirikiana na mamlaka za serikali pamoja na wadau wengine katika kutekeleza mpango wa kuwavua silaha wapiganaji wa makundi ya kigeni wa FDLR na kuwasaidia kurejea katika maisha ya kiraia na kuwarejesha katika nchi zao. Kwa mujibu wa MONUSCO, nyaraka zinazohusiana na hatua za mwisho za mchakato huo zimewasilishwa kwa mamlaka inayosimamia mpango wa kitaifa wa kupokonya silaha.
kuondoa wapiganaji katika makundi yenye silaha na kuwasaidia kurejea katika jamii maarufu kama PDDRCS kwa ajili ya kupitia na kutoa idadi ya mwisho. MONUSCO imewasisitiza kuwa inaendelea kutekeleza jukumu lake kwa kuzingatia msingi ya uwazi. Kutokana na upendeleo wa kuheshimu taratibu zilizowekwa katika mchakato wa DDRR, ujumbe huo unasema ushirikiano kati ya taasisi za serikali, mashirika ya kimataifa na wadau wengine ni muhimu ili kuhakikisha mchakato huo unafanyika kwa mafanikio. Kwa mujibu wa MONUSCO, mpango wa DDRR unalenga kuhamasisha wapiganaji wa makundi ya kigeni ya FDLR kuweka chini silaha na kwa hiari na kuwawezesha kuondoka katika maeneo ya mapigano na kurudishwa salama katika eneo zao. Hatua hiyo inalenga kupunguza vitendo vya uhasama vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuchangia kurejesha amani ya kudumu. Mpango huo umekuwa ukitekelezwa kwa miaka kadhaa ukiwa sehemu ya juhudi za kupunguza idadi ya makundi yenye silaha inayoendesha shughuli katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, changamoto bado zinaendelea kutokana na uwepo wa makundi kadhaa ambayo bado yanaendelea yakiendelea na shughuli zao za kivita. Wakati huo, siku ya Jumatano tarehe 29 Julai mwaka 2026, mamlaka za Rwanda zimewarejesha watu 39 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukio hilo limekuja wakati ambako nchi hizo mbili zimeendelea kushirikiana katika masuala mbalimbali yanayohusu usalama na usimamizi wa mipaka, huku zikiendelea kukabili changamoto za makundi yenye silaha katika maeneo la Maziwa Makuu. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa na ya usalama wanaeleza kuwa mafanikio ya mpango wa DDRR yatategemea ushirikiano wa karibu kati ya serikali, MONUSCO, nchi jirani na wadau wengine wa kikanda. Wanasema juhudi hizo zinaweza kusaidia kupunguza migogoro na kuimarisha utulivu kati ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na zaidi sana eneo ambalo limeendelea kukumbwa na machafuko kwa muda mrefu. Hizo zilikuwa ni habari kutoka ndani ya Maziwa Makuu ambako MONUSCO inazidi kufanya nguvu zote ili kuweza kurudisha amani ya kudumu kwa wakaaji wote, kwa kuweza kuwapokonya silaha wale wote ambao wanatumia silaha kinyume na sheria, lakini wanafanya hivyo kwa hiari yao. Hapo ndipo tunafikia mwisho wa taarifa zetu za leo. Tunatumaini umepata habari muhimu na kwa wakati hususa wa matukio yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante kwa kuchagua kufuatilia Kivu News Info. Endelea kuwa nasi kwa kupata taarifa za kuaminika zenye usahihi na zinazokuletea maendeleo ya hivi punde kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni mtangazaji wako Leta Pepele na kutakia usiku mwema na siku njema popote ulipo. Kwa heri na tukutane tena katika taarifa zetu zijazo.